Ai. Woi. Wala je, wai. Bwana mambo yanazidi kupamba moto mtu wangu. Tulikuwa tunajiuliza, imekuwaje? Baada ya makamu wa rais pamoja na Flora kuweza kuokolewa. Na baya zaidi ni kwamba Monica, mama wa watoto wa Ryan na kipenzi cha rais, ametekwa nyara. Sasa imekuwaje wale washikaji wakazama baharini? Nini kilichotokea? Nikakwambia mtu wangu usikose kwenye sehemu ya 13. Hatimaye ndo hii hapa, niko hapa kwa ajili ya kuweza kukusimulia hii sehemu ya 13. Bado huu mzigo ni Ice Kill Me Chapter 5. Hii ni sehemu ya 13. Mimi naitwa Uncle James. Mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na Edazaria G Msulu. Bwana karibu tupate kujua itakuwaje kuwaje. Karibu. No, hapana. Naima alizungumza, na hii ni mara baada kuona gari hizi zikizama baharini. We Naima, nini? Mbona sikuelewi? Sielewi. Uelewi nini Naima? Si kwenye ramani yako unaona gari zinaelekea baharini na zote zimezima ndani ya maji. Zimezima ndani ya maji? Rani aliuliza huku akiona shangaa kweli. Ndiyo. Zimezima baharini zote na sijui ni wapi zimeelekea. Kauli ya Naima ilimfanya Rani azidi kuongeza mwendo mpaka kafika eneo la mwisho kuonekana kwa gari hizo. Wingi wa maji baharini ulimfanya Rani kujikuta kishika kiuno asielewe. Imekuwaje gari hizo zikazama baharini na hakuna mwili hata wa binadamu mmoja unaoelea juu ya maji? Wazo la kuingia ndani ya bahari liliweza kumjia kichwani mwake. Kwa haraka kijana Ryan alizama ndani ya maji ambapo hapakuwa na dalili yoyote inayoonyesha kama kuna pango au njia ambayo gari zingeweza kuingia. Alizidi kuzama kwenda chini kuona kama kuna gari lolote lililoweza kuzama. Chini ya bahari hapakuwa na dalili ya aina hiyo. Baada ya kutafuta kwa takriban dakika 15, Rani hakufanikiwa kabisa kuweza kuona. Umefanikiwa kuona chochote? Lilikuwa ni swali la kwanza kuweza kulisikia kutoka kwa Naima kupitia earphone zake alizokuwa amezivaa masikioni. Hapana. Rani alizungumza huku akitazama jua lililokuwa linachomoza kuashiria kwamba kumepambazuka. Akapanda pikipiki yake na safari ya kurudi Bagamoyo ikaanza. Taratibu Ryan alionekana kushuka kwenye pikipiki, na hii ni mara baada ya kuweza kuingia katika nyumba wanayoishi na Naima huku akiwa amechoka vibaya mno. Alijibwaga mzima kwenye sofa na kumfanya Naima kumtazama bila kuzungumza chochote. Katika kosa kubwa nililowahi kulifanya kwenye maisha yangu ni hili la kumwacha makamu wa rais akiwa hai pamoja na mwanae. Rani alizungumza kwa sauti ya upole huku akimtazama Naima machoni mwake. Usijali. Kwenye maisha siku zote huwa kila binadamu anafanya makosa. Laiti kama ungeweza kufahamu ni kitu gani kinachokwenda kutokea, usingeruhusu au kukubali kufanya kosa kama lile la kuacha wakiwa hai. Nafasi ya kuacha waishi wamesababisha vifo vingine vingi sana vya watu ambao hawakuwa na hatia kabisa. Ryan alizungumza kwa uchungu huku akilengwa na machozi. Hey. Usijilaumu kwa kiasi hiko. Ulichokifanya ni kitu sahihi kabisa. Ulihitaji wahukumiwe kisheria, ila kwa bahati mbaya wametoroka. Ila hapa sio mwisho wa sisi kuweza kuwasaka wao. Na mimi watapatikana tu. Kama si leo ni kesho, na kama si kesho basi ni wakati mwingine ambao Mungu atatupatia na nafasi ya kuweza kuwapata. Sidhani kama Mungu atanipatia nafasi nzuri kama aliyokuwa amenipatia leo. Nafasi ya kuwaua wale washenzi ndio ilikuwa nafasi pekee kwa mimi kuweza kufutilia mbali upuuzi na ujinga wa hawa maninja. Ona sasa Cleopatra anakwenda kukosa mama. No. Usiseme hivyo Ryan. Bado hawajamua Monica. Na kama wakimua, yupo Lisa ambaye kwa sasa analea familia yako. Anamlea mtoto wako. Na nimeishi na Lisa na nimeona upendo halisi alionao kwa Cleo. Hivyo sikatishwe tamaa Ryan kwa kilichokuwa kimetokea leo. Nikombe kitu. Ndio. Nahitaji kuzungumza na Lisa kama hutaweza kujali.
Kwa video call? Yeah. Okay, sawa, naweza nikampigia katika mfumo ambao mazungumzo yenu hayataweza kunaswa. Fanya hivyo Naima, nakutegemea. Naima aliminyaminya button za keyboard zilizopo mezani na kisha akamwelekezea kamera ndogo Ryan aliyokuwa amekaa kwenye kiti cha pembeni, huku akiwa amevua ile maski yake ya kininja na akiwa amebakia tu na nguo zake tu zile za kininja, lakini mask alikuwa ameiondoa usoni mwake. Simu ya Lisa ilianza kuita na kwa bahati nzuri kweli iliweza kupokelewa. Hi love. Hey, mume wangu. Umenifanyia surprise. Yani surprise ambayo sikuitegemea asubuhi yote. Ya, nimekukumbuka sana leo mke wangu. Hata mimi mume wangu. Nimejawa na hamu kubwa sana kuweza kuonana na wewe. Lisa alizungumza kwa sauti ya kiuchovu kidogo. Vipi wanangu, wanaendeleaje? Cleopatra ni mzima wa afya kabisa. Ndugu yake aliyopo tumboni naye anaendelea vizuri na ninasubiria tu muda wa kuweza kujifungua uweze kufika. Alafu baby, mbona macho yako yamekuwa ni mekundu? Unalia nini? Hapana mke wangu, mimi niko sawa. Ryan, nakujua mume wangu. Na wewe ndo mtu pekee ambaye duniani ninakujua vizuri kuliko hata babangu. Ukiwa na faraja, ukiwa na furaha, najua. Ukiwa kawaida, najua. Ukiwa na huzuni, najua pia. Naomba uniambie shida nini mume wangu, nisitoshe umevaa mavazi yako ya kazi. Lisa alizungumza kwa sauti laini ambayo hakuna mwanaume ambaye akiongelewa sauti hiyo tena kwa namna hiyo ya mideko. Hakuna mwanaume anayeweza kuendelea kuficha kitu kinachomsumbua, hususan pale anapokuwa anahitaji faraja ya pekee kutoka kwa mke wake. Leo mke wangu nilifanikiwa kumkamata makamu wa rais pamoja na binti yake. Usiniambie mume wangu. Lisa alizungumza kwa furaha huku akikaa kitandani, akionyesha kutamani kujua imekuwaje. Rani alianza kumweleza pale kuanzia mwanzo alipoweza kuingia ikulu na kuwaoa watu wengi. Hakumficha kitu. Alimweleza namna alivyomwachia Monica jukumu la kumkamata makamu wa rais na ahukumiwe kwa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akamwelezea namna makamu wa rais alivyoweza kutoroka. Mungu wangu. Sasa itakuwaje Monica wa watu mume wangu? Lisa alizungumza huku akionyesha wasiwasi wa hali ya juu, jambo lililomfanya Ryan kumshangaa kwani kwa vituko vyote alivyovifanya Monica, ila bado anamuonea huruma. Mume wangu, nakuomba ufanye jambo tafadhali. Msaidie Monica wa watu. Hana hatia kwa anayopitia sasa hivi. Usijali mke wangu. Nitafanya kila niliwezalo kuhakikisha kwamba tunampata Monica. Mwambie baba, msaidiane kumtafuta. Baba ana nguvu kubwa, mnaweza kumpata ujue. Usijali Lisa. Nitashirikiana pale nitakapoweza kushindwa. No baby, usilaze damu. Baba ana submarine, ana ndege, ana majeshi yake kwenye maji. Wewe mshirikishe, mnaweza kumpata kwa wakati kuliko kufanya mwenyewe kama wewe mwenyewe. Monica anaweza kapotea kwa kipindi kirefu ikiwa kama kwa kina Judy ambao tulikuwa tunajua ni wafu, kumbe wapo magerezani tu wanateseka. Sawa mke wangu, nimeweza kukuelewa, nimekuelewa. Najua mume wangu hujawahi kushindwa. Weka tofauti zako pembeni na Monica, mtafute kwa ajili ya Cleopatra. Cleopatra ana haki ya kumwona mama yake tena na tena. Maneno ya Lisa yalimsisimua mwili kijana Ryan. Okay. Sawa mke wangu, nimeweza kukuelewa. Nakupenda na nitazidi kukupenda hadi pumzi yangu ya mwisho. Ila nakuomba jambo moja mume wangu. Jambo gani? Utapowashika safari hii, wapeleke kuzimu. Waue. Usiwaache hata kwa sekunde moja. Hakikisha unatenganisha kichwa na miili yao, kuthibitisha kwamba wamekufa. Maneno ya Lisa yalizidi kumpandisha munkari Ryan. Sawa mke wangu, nimeweza kukuelewa.
Hakikisha unawaua, ndio uje uweze kuniona mimi na mwanao. La sivyo, usirudi bila kuweza kunithibitishia hata kwa video kama umewaua. Wamenitesa sana wale wapuuzi. Wametutesa, na endapo atakuwa hai, watatutesa pia. Lisa alizidi kumtia hamasa Ryan, ambaye Ryan alijikuta damu ikichemka kwa kumsisimka, kwani alihisi kosa lilokuwa amelifanya la kumwacha makamu wa rais na binti yake hai basi ameshindwa vita hiyo. Sawa mke wangu, nimeweza kukuelewa. Mama la wa mama, mimi nimekuelewa, hata mimi pia nimehamasika huko. Naima alijikuta akizungumza kwa furaha, kwani maneno ya Lisa yalikuwa yamemgusa mno. Lisa akasema, Ryan, huyu ni wifi Naima? Ndio. We Naima? Naima kakimbilia mbele ya kamera. Jamani, kumbe muda wote naongea unanisikia? Ndio wifi yangu, tumehamasika. Acha tuifanye kazi. Wewe tuletee tu mtoto wetu, ila hili tuachie. Kama leo tuliweza kumpata, basi hata kesho na imani ya kwamba atapatikana. Nashukuru wifi yangu Naima, na ninazidi kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kuwasaidia na kuwasimamia katika majukumu yenu. Mungu pia mwenyewe anatambua kwamba mnaua kwa ajili ya nafasi za watu wengine zinazodhulumiwa kwenye hii dunia. Amen. Sasa mke wangu, naomba umsalimie Cleopatra. Mimi naomba nipumzike kwa sababu nimechoka mwili, na mimi nikiamka basi nitakuwa tena nina nguvu mpya. Sawa mume wangu, nikutakieni asubuhi njema. Nawe pia. Nakupenda. Nakupenda pia mume wangu. Wifi, niangalizie huyo mtoto wangu mkubwa. Usijali wifi, yuko mikono salama. Sawa, niwatakie majukumu mema. Nawe pia mapumziko mema. Naima alikata simu hiyo huku akiwa na tabasamu katika nyuso zao. Rani hakuna haja ya kuelekea chumbani zaidi tu ya kujilaza pale kwenye sofa. Naima. Nikiamka niambie niwasiliane na Rais Edi. Hawa wapuuzi lazima wajue kwamba wamepotea njia. Yes sir. Naima alizungumza huku akipiga saluti na kumfanya Ryan acheke, huku akijifunika shuka akiwa na nguo zake, kwani uchovu aliokuwa nao ni mkubwa mno. Msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona mtaalamu Hirisho alikuwa anazungumza huku akiwa ameweka simu yake sikioni ya kwamba mkuu, tumeshafanikisha kuwapata. Okay. Kazi nzuri sana vijana wangu. Sasa ili kuwapoteza maboya, hakikisheni ya kwamba mnapita njia ya baharini. Sawa mkuu. Gari hizi zinazoendeshwa kwa mwendo wa kasi zikafika katika fukwe ya bahari, ambapo kuna mlango wa siri sana ambao sio rahisi kwa mtu yeyote kuweza kufahamu siri hiyo zaidi ya maninja hao, kwani njia hiyo wametengeneza kwa utaalamu wa hali ya juu. Gari hizo baada ya kuzama ndani ya bahari kwa mita kadhaa kutoka ufukweni, mlango maalum wa chuma ulifunguka na barabara ndefu iliyokuwa imejengwa chini kwa bahari ikaonekana. Zikapita gari zote na njia hiyo ikajifunga na hali ya bahari karudi kama ilivyokuwa kawaida. Wow. Hii ni Tanzania ya kweli au ni Ulaya huku? Hii Tanzania kweli, mambo ya Ulaya tu. Makamu wa rais alizungumza huku akishangaa njia hiyo ya lami yenye taa nyingi zilizokuwa zimefungwa, huku zikiwa zimetengenezwa kwa umaridadi unaowafanya unaopita njia kwenye barabara hiyo kuweza kuiona bahari kwa juu, na waliopo baharini hawawezi kuona barabara hiyo wala kinachopita. Siku zote wa Japani tumejaliwa akili kubwa na tumetengeneza hii barabara kwa miaka karibia 4 na hapakuwa na Mtanzania yote aliweza kujua. Hirisho alizungumza hivyo huku akimgeukia makamu wa rais aliyekaa siti ya nyuma na binti yake. Safari hiyo ikaelekea mpaka kwenye makao makuu yao yaliyopo kwenye misitu ya Kisarawe. Wow. Kumbe tumetokea huku. Makamu wa rais alizungumza huku akishuka ndani ya gari huku akichechemea kutokana na jeraha alilokuwa nalo mguuni mwake. Ndio. Hapo unatakiwa ufahamu ya kwamba maeneo makubwa chini ya ardhi yenu ya Tanzania, watu wenu wanalinda juu, si tunapita chini. Hivyo usishangae mzee. Karibuni sana na poleni kwa nginja mlizozipitia. Mkuu wa maninja, yani mzee Faya, alizungumza huku akimkaribisha makamu wa rais pamoja na binti yake Flora.
Aise, tunashukuru sana. Naamini vijana wangu walikupatia huduma ya kwanza. Ndiyo, japo ninahisi maumivu, ila sio kama yale walionichukua nayo wale wapuuzi kule. Pole sana. Mzee Faya alizungumza huku akimtazama Monica aliyekuwa amezimia bado. Yule ni nani? Mzee Faya aliuliza huku akimtazama Monica aliyekuwa ameshikiliwa mabega yake mawili na vijana wa Mzee Faya. Yule anaitwa Monica. Nahisi tuna mambo mengi sana ya kuzungumza kuhusu yeye. Okay, unahitaji kupumzika au tuzungumze? Tuzungumze bwana Mzee Faya, na ikiwezekana nikutambulishe kijana wangu. Wakaelekea katika ofisi ya Mzee Faya, huku Flora akishangaa jinsi eneo hilo lilivyojengwa kwa ustadi wa hali ya juu. Japo ni ndani ya milima, ila kulikuwa kuna mandhari mazuri na ya kupendeza. Karibu sana binti. Nashukuru, Flora alizungumza huku akitabasamu. Sasa bwana Mzee Faya, kutana na binti yangu, huyu anaitwa Flora. Flora, huyu mzee anaitwa Mzee Faya. Yaani ni moto kweli kweli kama jina lake. Na ndio mkuu wa maninja wote ambao uliwaona Ikulu na nchini China waliokuwa wanakulinda wewe. Huyu ndo mkubwa wao. Nashukuru kukufahamu mzee wangu. Jisikie uko nyumbani, nieleze. Yule Monica kwa nini yuko hapa? Kwanza Monica ndiye mkuu wa shirika la X. Na isitoshe Monica pia ni mpenzi wa rais. Ndiyo. Wana mahusiano ya kimapenzi ya siri ambayo mimi ninayafahamu kwa sababu yule jamaa ni mtu wangu wa karibu sana. Ni msichana mzuri sana. Na tulipokuwa tunapanga kuvamia makao makuu yao, unajua sikuwaza hata kumfuatilia mkuu wao, kwa maana ya kwamba nilijua ni kuingia na kupiga na kuondoka. Bwana, basi yule ndo mkuu wa shirika la X, hilo shirika nyeti. Na nafasi hiyo amepewa kimapenzi tu. Hakuwa na vigezo kama vya kuwa yeye ndo mkuu wa shirika la X. Hata mimi naona, kwa maana anaongoza shirika lenye watu dhaifu sana. Kikosi changu cha vijana wachache kinaua mamia yao. Hivyo inaonesha wanaifanya kazi hiyo kama kazi nyingine za kawaida za serikali. Ni kweli kabisa, ni kweli. Mzee Faya, uko sahihi. Yaani ni dhaifu kabisa hawa. Bure kabisa. Na imekuwaje vijana wangu wote wakauawa? Wewe, mke wako na binti yako na yule ninja mkabaki mko hayo. Sasa unajua nini Mzee Faya? Hapo ndipo nilipokuwa napataka. Umemwona huyu Monica? Ndiyo, nimemwona. Basi yule ninja yule ambaye aliua vijana wako hotelini, akaua vijana wako hospitali, akaua vijana wako Ikulu, na leo pia ameua vijana wako, ndio baba wa mtoto wa yule binti. Sijakuelewa. Yule kijana ambaye nilikutana naye? Ndiyo. Ila ulikutana naye kwenye sura ya bandia ambayo mimi na wewe hatukuifahamu, ila ana sura yake halisi, na ndio adui yangu mkubwa kwenye maisha yangu kuliko hao wote uliowahi kuwasikia. Anaitwa nani? Anaitwa Ryan. Yaani ni jasusi aliyekuwa ameiasi serikali, na tulijitahidi kumsaka sana, ila leo ameibuka kama ninja Ikulu. Yule ni mtu hatari sana yule kijana. Anaua na ana uwezo wa hali ya juu. Ila sasa nisikilize Mzee Faya, ili tuweze kumpata ni lazima tuminye yule malaya wake. Ikiwezekana yule malaya wake atueleze ni wapi alipo mtoto wao, na hapo ndo utakuwa muda mzuri wa kwenda kumchinja kirahisi yule mpuzi, kwani udhaifu wake mkubwa yule mpumbavu yule ni binti yake wa kike. Binti yake wa kike anaitwa Cleopatra. Kwa tukimpata Cleopatra, yani yule mbona atajitokeza tu mwenyewe. Makamu wa rais alizungumza kwa msisitizo na kumfanya Mzee Faya kutabasamu, kwani ukishajua udhaifu wa adui yako, basi ni nusu ya kushinda vita yako dhidi yake. Una uhakika?
hiyo plani yako tutaweza kushinda hii vita? Kwa 100% mimi nakwambia tunashinda. Mzee Fire alikaa kimya kwa sekunde kadhaa na kisha aliwasha TV na kuweka video inayomwonyesha Ryan alivyokuwa akipambana na maninja hao. Huyu ndo umesema anaitwa Ryan? Ndio. Huyo. Na ndio mtu aliyenipa mimi hili jeraha hapa. Unaona hapa amenitoboa na upanga. Nilipanga mtoroke na kwenda kujificha Japani kwa muda hadi pale mambo yatakapokaa sawa. Ila sasa naamini kuna kazi kubwa mnapaswa kuweza kuifanya. Kwani tukimwangusha huyo unayemwita Ryan, basi Tanzania itakuwa ni ya kwetu. Mzee Fire alizungumza kwa msisitizo huku akimtazama makamu wa rais na binti yake anayeitwa Flora. Naam, msikilizaji, tuachane na hawa wajinga wapuuzi. Tumgeukie Mzee Ghost. Mzee Ghost alionekana kuuliza kwa sauti ya upole huku akiwa ameshika tama akiwa yuko ndani ofisi yake ya kwamba sasa hapa ndugu yangu, unajua naanza kuona wingu jingine la giza kwenye hii nchi. Ghost, kwa nini unasema hivyo? Maxi aliuliza huku akiwa ameshika glasi ya whisky yenye vipande kadhaa vya barafu, kwani usiku huo walikuwa wamepoteza vijana wao mahiri. Unajua, tumepoteza timu kubwa sana ya makomando wetu ambao wangekuwa ni msaada kwenye kazi yetu huko mbeleni. Hili wimbi la maninja wanaomlinda makamu wa rais kwa kweli limeanza kuniumiza kichwa kwa kweli. Napata wasiwasi mkubwa sana kwa sababu hapo mwanzo sikufikiria kama kutakuja kutokea mambo kama haya. Alizungumza Ghost mara ghafla mlango kafunguliwa bila hata ya kubishwa hodi. Wakuu, njooni muone. Mtu anayeongoza timu ya watu wa IT alizungumza na kumfanya Mzee Max na Ghost kunyanyuka kwenye viti walivyokuwa wamekalia, wakaelekea kwenye chumba cha kuongozea operesheni zao. Kuna hii hapa video tumeiona kutoka Ikulu. Walitumiwa na mtu asiyejulikana. Video hiyo ikionyesha jinsi msafara ukivamiwa. Ni akina nani hao? Hao ni wanausalama wa X. Inaonekana walimkamata makamu wa rais pamoja na binti yake. Maninja tena wamevamia huu msafara na wamemkomboa. Bwana huyo alizungumza huku akiendelea kutazama mapambano hayo. Mzee Max alibadilisha pozi la kusimama, alijikuta akishika mdomo huku akitazama tukio la Monica kurushwa na mlipuko wa bomu na akazima pale pale. Ghost macho alimtoka kwa mshangao kwa maana kwamba Monica ni mkwe wake, tena mama wa mjukuu wake wa kwanza maishani. Kiukweli nataka hawa washenzi wapatikane. Siwezi kukubali. Ni lazima wapatikane. Itumike gharama yoyote. Lazima Monica apatikane haraka iwezekanavyo. Naam, Ghost alizungumza kwa hasira huku akitetemeka, akishuhudia jinsi Monica akiingizwa kwenye moja ya gari na kisha wakaondoka. Ghost alitoka ndani ya chumba hicho huku akiwa amefura kwa hasira. Sasa hawa wameelekea wapi? Mzee Maxi aliuliza kwa sauti ya upole. Hapa inaonyesha mwisho wa safari yao ilikuwa ni baharini. Hivyo kuanzia hapo haijulikani ni wapi umekwenda. Mzee Maxi alitazama gari hizo jinsi zinavyozama ndani ya bahari. Hapa kunaonekana kuna underground chini ya bahari. Hebu wasilianeni na waliopo kwenye submarine, kisha waambieni wazamie kwenye hilo eneo. Wahakikishe wanagundua juu ya huo mlango wa siri uliopo chini ya bahari. Tumeelewana? Sawa mkuu. Mzee Max akatoka ndani hapo. Haiwezekani wakamchukua Monica. Kwa nini waue watu wetu wote? Wanamchukua na Monica. Ghost alizungumza kwa kufoka huku akiwa na hasira kweli kweli. Ghost, wala hata usijali. Yule Monica ni Njia. Mzee Max alijibu swali hilo huku akikaa kwenye kiti. Njia? Njia ya nini? Wanajua cheo na madaraka aliyokuwa nayo Monica.
hivyo wamemchukua kama mateka. Endapo kutatokea cha kutokea, basi watamtumia Monica. Sasa si watamua? Hapana, hawawezi kumua Monica kwa sasa. Hivyo tuna masaa 48 kuhakikisha tunampata Monica. Unamaanisha nini Max? Majasusi wote wa ngazi za juu kwenye magego yao ya meno wana jino moja la bandia ambalo ndani yake lina sumu kali inayoweza kumuua mtu ndani ya dakika 1 na sekunde 30. Hivyo wanapokamatwa ndani ya saa 48 wakawapatia mateso makali ili kulazimisha kuvujisha siri, basi kinachofuata ni kuweza kuyavunja meno hayo kwa ulimi, na baada ya hapo wanakufa ili kuweza kurinda siri za nchi. Sasa tutampatia wapi? Inaonesha njia walioitumia kutoroka naye ni ya baharini. Ina maana walipanda boti? Hapana, walipita chini ya bahari. Bwana Max, mbona unataka kunivuruga akili yangu? Wanapitaje chini ya bahari na magari? Nisikilize Ghosti, usiwe kama mzee wa miaka 80-90 bwana we. Unajua fika ni namna gani jinsi teknolojia ilivyokuwa. Watu wanaweza kutengeneza barabara chini ya bahari, na hicho ndicho kilichotokea. Haina tofauti na jinsi watu wanavyotengeneza nyumba za chini ya ardhi. Sasa ndio hadi chini ya bahari au ni majini? Hapana, sio majini. Kila kitu kinawezekana. Ujuzi wa watu ni mkubwa sana. Maeneo ya kujenga na kujificha juu ya ardhi ni machache, na hao maninja wanaonekana kabisa. Hii haikuwa plani ya muda mfupi. Imechukua miaka mingi kupanga wanachokipanga. Hapa sasa ndo naanza kuona umuhimu wa kuwa na kijana wangu Ryan. Kwa hiyo leo ndo unaona umuhimu wa Ryan, si ndio? Max, unajua kama tulituma makomando wameuawa kama panya na sumu. Hapa wa kuipigania hii vita ni Ryan peke yake. Lakini sasa Ghost, tumeshachelewa. Kwa nini? Naima alikuwa ni mtu wa pekee ambaye ningeweza kuongea naye vizuri. Basi message ingefika kwa Ryan. Ila Naima naye ulimtoa sadaka kwa matakwa yako binafsi. Mwisho wa siku Scorpion hawajafanya chochote cha umuhimu kwenye hili sakata. Wako kimya tu. Yalikaa vile umemwagiwa maji. Max, unajua nina mtu mmoja anayeweza kutusaidia. Ni nani? Lisa. Ghosti, usijaribu kumuingiza Lisa kwenye hii vita. Ikiwa moyoni mwako tayari humchukulii kama mkweo, unamchukulia kama mpenzi wako. Maneno ya mzee Max yalimwingia vizuri Ghosti akilini mwake. Alijikuta akikosa namna ya kupata nafasi ya kuzungumza na Ryan. Hii sasa imevuka kiwango kabisa. Haiwezekani. Hatuwezi kukaa hapa kuona taifa nililomwaga damu na jasho kuweza kulitengeneza linatawaliwa na watu wapuzi namna hii. Watu waoga namna hii. Sikuwezi kukubaliana na hili kabisa. Naam, huu ulikuwa ni upande wa Eddie. Eddie alizungumza hivyo kwenye kikao cha dharura kilichokuwa kinawaunganisha wanachama wake wote kutoka nchi mbalimbali wanaofanya kazi chini yake. Eddie aliendelea kuzungumza kwa kusema, shirika nyeti kama la X linavamiwa. Watu wanauliwa. Ikulu inavamiwa. Tukio la kumtorosha makamu wa rais linatokea. Tena eneo la wazi kabisa kama Ubungo ambapo kuna vituo vingi vya polisi. Ila hakuna kitu chochote ambacho rais na jeshi lake limefanya zaidi ya kutolewa amri ya wao kuweza kuzunguka tu kutafuta kitu ambacho hakitafutiki. Hili siwezi kulifumbia macho. Wakati wa mimi kutoka kwenye hichi kivuli cha kifo sasa umewadia. Lazima niingie kwenye hii vita. Mkuu, itapendeza vijana wako tukaifanya hii kazi.
wewe ulishafanya kwa wakati wako. Ni wakati wa sisi kutengeneza Tanzania mpya. Natambua hilo, ila siwezi kuendelea kujificha. Nitajificha mpaka lini? Hadi dakika hii ni lazima dunia itambue juu ya uwepo wangu na wajue kwamba ninakwenda kuirudisha Tanzania vyema, Tanzania yenye nguvu. Ila nahitaji kila mmoja nihakikishie maninja waliofanya mashambulizi haya wanapatikana. Sawa mkuu. Mna saa 12 kuniletea ripoti ya hichi kinachoendelea. Sawa mkuu. Rais Eddie akakata mazungumzo hayo ya video call na watu wake waliopo nje ya ngome yake, huku akibaki na wachache waliokuwa katika ofisi ya mkutano, huko Judy akiwa ni miongoni mwao. Kaendeleeni na kazi. Sawa mkuu. Wakatoka wote na akabaki Judy pamoja na Eddie. Kama Ryan amevamia ikulu na kuua wale maninja kwa lengo la kumkamata makamu wa rais, unaonaje tukawasiliana na Ryan tukampatia msaada wa vijana kwenda kuwasaka? Na mimi ni lazima watu watakuwa wanajua. Inawezekana, ila maninja sio wa kuweza kuwakabili hivi. Nimepata mafunzo ya kininja na nimehitimu kwa kiwango cha juu sana, ila nakiri kwamba Ryan yuko vizuri kuliko mimi. Na ili kumpata mtu ambaye anafanania na Ryan kwenye uwezo aliokuwa nao kama yeye, inaweza kachukua miaka mingi sana. Ila nakukumbusha Eddie ya kwamba hatujagombana na Ryan. Ghafla simu ya mezani ya Eddie ilianza kuita na kumfanya Eddie aipokee. Mkuu, una simu yako kutoka kwa Ryan, anapiga video call. Muunganishe tu, hakuna shida. Hapo Eddie alizungumza kwa furaha. Akaisikia sauti ya Ryan ikimwambia, mkuu, shikamoo. Marahaba Ryan, tena hutokufa mapema. Kwa nini mkuu? Nilikuwa ninakuzungumzia hapa na Judy. Madam, shikamoo. Marahaba Ryan, unaendeleaje? Namshukuru Mungu naendelea vizuri kwa kweli. Hongera bwana, nimeona kazi yako uliyoifanya ikulu. Kumbe umepata hiyo taarifa? Ndiyo, na Eddie hapa alikuwa anakuwazia wewe muda so mrefu, na ndio maana amekuambia hutokufa haraka. Nashukuru sana, nimefanya kadiri ya uwezo wangu, ila nimekwama, nimerudi kwa ajili ya kuomba msaada wenu. Sisi sio wa kutuomba msaada, tunashirikiana kwa pamoja, kwani kinachoendelea nchini Tanzania sio vita yako wewe peke yako. Nafarijika kusikia hivyo mkuu. Naamini ulipata wasaa wa kuzungumza na makamu wa rais. Ndiyo, ni kweli. Kuna rekodi za mazungumzo yetu Naima anatuma kwako, na amenieleza kwamba eneo walilopatikana hao maninja ni katika misitu ya Kisarawe. Kupajua hapo, hiyo ni hatua nzuri sana. Ila kule si kuna kambi ya jeshi? Ndiyo mkuu. Naamini kutakuwa kuna operation zinaendelea ndani ya msitu huo. Inakuwaje wasiweze kuona chochote wala makazi yao? Mkuu, kama waliweza kupotelea baharini, basi kutengeneza makazi ndani ya ile milima sio jambo la kushangaza. Nimekuelewa Ryan. Niambie nini unahitaji? Mkuu, nahitaji maninja wawili. Wawili? Ndiyo mkuu. Sidhani kama unaweza kuwapata. Kuna binti mmoja tu nilikuwa ninamfahamu, anapatikana Japan. Kama inawezekana unaweza kumfuatilia na nikakutumia address ya eneo alipo ukaenda. Naamini mnaweza kuzungumza lugha ambayo mnaweza kukubaliana. Huna mawasiliano naye? Sina mawasiliano naye kwa sababu anaishi kama mfu na kwa siri kubwa sana. Hivyo utaweza kufunga safari na kumfuata huko alipo. Sawa mkuu. Ila kwa sasa kuna kazi iliyopo mbeleni mwangu, kumfuatilia Monica, mama wa mwanangu. Sawa Ryan, nimekuelewa. Acha niangalie namna kuweza kusaidiana na wewe. Nashukuru sana kiongozi. Naam. Ryan alikata hiyo simu na kumtazama Naima aliyekuwa akifuatilia mazungumzo hayo. Ryan, sidhani kama kuna muda kuweza kumfuatilia wewe binti huko Japan. Na ndio maana nikasema kwamba kuna kazi iliyopo mbele yetu hapa. Najaribu kuwaza ni namna gani nitakavyoweza kuwakabili. Ila mimi nimewaza njia box Ryan. Umewaza nini?
wewe ndo kikwazo kwao, si ndio? Yeah. Kama ni hivyo, ina maana ya kwamba Monica watambana sana kuzungumza ukweli wa alipo mtoto wenu. So akitaja tu mtoto wako alipo, maana yake ni kwamba umekupata wewe. Sidhani kama Monica atakuwa tayari kwenye hilo. Huwezi jua, mambo yanabadilika rafiki yangu. Kama wanayenihitaji ni mimi, basi nijisalimishe, umwachie Monica na familia yangu iwe huru. Hivi Ryan, una akili kweli wewe? Uanzie kwanza maisha yako kuliko maisha ya mtu mwingine. Hapo mimi nimewaza tu, endapo ukimjua Cleopatra alipo ndio itakuwa shida, na sijamaanisha kwamba ukajisalimishe. Ila eneo alipokuwa binti yangu sidhani kama wanaweza kumvamia. Ulinzi uliokuwa kwenye ngome ya baba sio wa kitoto. Kumbuka hao wanaoshirikiana na maninja ni miongoni mwa watu wanaomsaka Lisa kufa na kupona. Lisa yuko mikono salama. Najua, ila tujui maninja hao wana uwezo kiasi gani kwenye mtandao wao wa ufanyaji wa kazi. Na ndio maana nikakwambia tutafute njia ambayo itamtoa nyoka shimoni. Unajua ukimfuata nyoka ndani ya shimo lake, kutoka kwako ni asilimia ndogo sana. Ile endapo utamtoa nyoka shimoni, basi kumua kwake ni rahisi mno. Nina wazo. Wazo gani? Naima alizungumza hivyo huku akimtazama Ryan aliyekuwa ananyanyuka kwenye kiti alichokuwa amekaa, huku akionekana kupangilia kitu ambacho amekiwaza kabla kukizungumza. Naikumbuka vizuri sana sura ya kiongozi wao. Naweza kukuelezea na kuichora. Kisha baada hapo nahitaji nimtafute, na kama hakutokuwa na detail yoyote, basi tunampandisha kwenye mitandao ya kijamii na tunakwenda kuzitoa hizi video za mashambulizi ya vijana wake kwenye mitandao. Ila zitatisha yani zitawatishia mno raia. Hivi kutishika na kufa kipi bora, Naima? Okay. Sawa, nimekuelewa. Ukiitoa sura yake hadharani, najua watachafukwa, na wakishachafukwa wataanza kunisaka. Najua watatuma watu wao ambao ni hodari, ila nitahitaji kumpata mmoja, afu huyo mmoja nitadili naye. Wasipa kutafuta je? Hebu tufanye kwanza nilichokuambia. Sawa. Ryan alianza pale kuelezea namna anavyoonekana mzee Faya, huku Naima akiendelea kumchora taratibu na kutumia laptop yake hiyo. Ndani ya dakika 10 wakawa wameshamaliza. Naima alianza kazi ya kutafuta taarifa za mzee Faya. Naima, ningependa kujua inachukua muda gani? Itachukua muda kidogo, kwa maana hapa ninatafuta taarifa zake sasa kwenye database zote duniani hadi kwenye website za wadukuaji. Doke sawa. Ryan aliingia jikoni akaandaa pale kifungua kinywa na kisha kabeba chakula hicho mpaka eneo ambalo Naima anapofanyia kazi. Oya, bado tu? Ngoja kidogo bana. Naima alizungumza huku akichukua moja ya sausage katika sinia na kuanza pale kuitafuna. Hayupo. Twende na wazo nililokuambia. Naandika nambari 1 kiongozi wa kundi la kigaidi la Maninja Travelers, ya kwamba anasakwa kwa uvamizi katika shirika la X na kuwa na usalama wengi. Ya, hiyo imekaa vizuri kidogo. Ile iko vizuri? Iko vizuri. Ila andika basi. Andika hivi: ninja gaidi anayesakwa na serikali ya Tanzania kwa uvamizi wa makao makuu ya shirika la ujasusi na mashambulizi mengine katika flyover ya Ubungo. Sawa. Naima alifanya kazi kusambaza picha ya mzee Faya kwenye mitandao yote ya kijamii, huku akiambatanisha na video za mauaji ya maninja walizozifanya, jambo liloanza kugonga vichwa vya habari katika vyombo vikubwa vya habari Tanzania, Afrika na duniani kwa ujumla. Unajua nimeweka mtego. Mtego gani? Lazima mtu wa IT atatafuta chanzo cha habari kwamba kimetokea wapi, na akijaribu kuidukua tu account iliyotoa taarifa hiyo kwa mara ya kwanza tu, basi ninaenda kuingia moja kwa moja kwenye program zao zote za uendeshaji wa kompyuta. Na baada ya hapo, najua unajua nini kinafuata. Wow, Naima, kazi nzuri sana. Alafu naona Edi amenitumia hapa address ya huyo ninja wa kike anapopatikana. Hebu nione. Naima katazama namba hiyo aliyokuwa ametumiwa.
Ni kodi za location hizi. Unaweza kuzitafuta. Bila shaka. Naima akasogea katika kompyuta ya pembeni na akaanza kazi ya kutafuta eneo halisi alipo ninja huyo. Haikuchukua muda, wakaliona eneo alipo. Tunza hiyo. Nikimalizana na hawa washenzi nitakwenda kwa huyo bidada. Sawa. Naam, msikilizaji. Kwa upande wa pili, Mzee Faya macho alimtoka kwa hasira, na hii mara baada ya kuona sura yake ikiwa imeambatanishwa kwenye taarifa na kituo cha BBC Uingereza. Akatazama video za vijana wake namna wanavyowashambulia wanausalama wa shirika la X. Hebu nitafutieni huyu aliyesambaza sura yangu ni nani? Mzee Faya alimwagiza kijana wake wa masuala ya IT. Akasema sawa mkuu. Ila jamani, mimi nina wazo moja. Wazo gani makamu wa rais? Zungumza. Mzee Faya, unakumbuka uliniambia niigize vijana wakamkamate ule ninja, na ulipokutana naye, je, ulizungumza naye ukiwa umeficha sura yako ama? Makamu wa rais aliuliza huku akimtazama Mzee Faya usoni mwake. Nimefanya mistake kubwa sana. Niliongea naye hivi na nilimchukulia kama mtu ambaye hana uwezo. Hapo Mzee Faya ulifanya makosa, tena kosa kubwa kwa kweli. Ryan ni mtu mwenye uwezo mkubwa sana. Siku zote kwenye utendaji wake anawaza nje ya box. Na hii ameitumia kama moja ya mbinu ya kukupa hasira na ufanye makosa ya kihasira ambayo mwisho wa siku yatakugharimu. Makamu wa rais alizungumza huku akimtazama Mzee Faya usoni mwake. Kwa hiyo ni hivyo tu? Ndiyo. Mimi yule Ryan ninamjua vizuri sana yule kijana. Tena hadi wazazi wake mimi nawafahamu na nilishawaua. Sema sijui baba yake alipona vipi kwenye kifo hicho. Hadi sasa hivi anataka naye kugombania urais. Ghafla alikuja ninja mmoja. Akasema mkuu, amezidukua. Makamu wa rais, Mzee Faya, Flora walinyanyuka pale kutoka kwenye viti walivyokuwa wamekalia. Walikuwa wakipata kifungua kinywa na moja kwa moja kaelekea katika chumba cha mateso alichokuwa amefungwa Monica. Walimkuta Monica akiwa amening'inia hewani huku mikono yake ikiwa imefungwa na kamba iliyokuwa imepitishwa juu kwenye bomba moja hivi la chuma na kumfanya awe katika hali hiyo. Nyinyi panya, kumbe mpo hai. Monica alizungumza huku akicheka sana na kumfanya Flora kumfuata na kumtandika ngumi mbili za tumbo. Hizo ngumi ulizofundishwa na babako. Monica alizungumza kwa kejeli. Flora kampiga ngumi kadhaa mfululizo huku akiwa na hasira kweli kweli. Jamani, kweli unaweza kweli kupiga ngumi hizo wewe binti wa kike? Mbona umelegea hivyo? Kaza mkono. Flora, mwache wewe binti. Makamu wa rais alizungumza huku akikunja mikono ya shati lake refu alilokuwa amelivaa. Mvueni nguo zake. Makamu wa rais alizungumza na maninja wawili waliopo ndani ya chumba hicho wakafanya walichokuwa wameagizwa. Walimvua nguo zake zote Monica akabaki utupu kabisa. Makamu wa rais akachota maji ya baridi kwenye pipa lililojaa vipande vya barafu akamwagia Monica maji hayo mgongoni. Akachukua pale mjeredi mrefu akaushika vizuri katika kiganja chake cha mkono wa kulia. Alianza kumchapa Monica mgongoni mwake kwa nguvu zake zote na kumfanya Monica agugumia maumivu makali mno. Maumivu aliyokuwa anayapata ni makali vibaya mno, ila hakuruhusu kulia mbele yao. Kila mjeredi ulivyokuwa unatua mgongoni mwa Monica, ndivyo jinsi mjeredi huo ulivyokuwa unatoka na kipande cha nyama, kwani ulikuwa na miba mikali mno. Ukizama unanyofoka na vipande vya nyama. Makamu wa rais aliporidhika kuchafua mgongo wa Monica hadi makalio yake kwa alama za mijeredi hiyo, alivaa gloves na akaomba pale pilipili ya unga. Akaletewa. Alianza kumpaka Monica mgongoni mwake kwenye majeraha hayo. Machozi alianza kummwagika Monica kwa maumivu makali, ila hakufungua kinywa chake kutoa sauti ya kulia zaidi ya kugugumia tu kwa maumivu makali. Anaonekana amefundishwa vizuri. Mzee Faya alizungumza huku akimtazama Monica namna anavyomwagikwa na machozi bila ya kulia. Unamaanisha nini? Umempiga kote huko na umempaka mpaka pilipili kwenye vidonda vyake, ila hali
zaidi tu ya kumwagikwa na machozi, na ndio maana anasema amefundishwa vizuri kustahimili matatizo kama hayo. Wala usijali, huyu wewe niachie mimi, najua tu namna ya kumbana. Makamu wa rais alizungumza huku akivua gloves zilizojaa pilipili ya unga. Naona nani yule Cleopatra amekuwa sana Makamu wa rais alizungumza na kumfanya Monica kumtazama kwa macho makali. Hukutarajia kusikia neno hilo Cleopatra. Flora, hebu muonyeshe. Flora alitoa simu mfukoni mwake na kumuonesha Monica picha ya binti yake Cleopatra. Tunajua wapi ulipomficha Cleopatra. Huna idea na kitu nachokizungumza? Eti sina idea. Ngoja kwanza, unahisi sifahamu ya kwamba Cleopatra sio mtoto wa Zuma? Unahisi sifahamu ya kwamba Ryan ndio baba wa mtoto na umempeleka kwa mkweo Ghost Afrika Kusini? Maneno ya makamu wa rais yalimshtua Monica, ila alijikaza na kisha kaonesha tabasamu. Huna idea unachokizungumza, na msihisi kama mpo salama sana. Kwa hiyo wewe unahisi Ryan atakuja hapa kukuokoa? Mzee, naamini kwamba wewe ndio kiongozi wa hili eneo. Hivyo alishakwambia kwamba hawa watu kuwa ni mapunguani? Monica alizungumza kwa kibei kumwelekea mzee Faya. Sisi mapunguani? Ngoja nikuonyeshe. Flora alizungumza kwa hasira huku akitazama kwenye meza yenye vifaa vya kutesea. Alichukua kisu kidogo chenye ncha kali na kisha akamsogelea Monica, akamchoma pajani mwake, akakichomoa, akamchoma kwa mara ya pili, akakizamisha chote na kisha akakichomoa, akachoma kwa mara ya tatu, akakichomoa. Monica aligugumia. Monica aliguna tu kwa maumivu huku akimtazama Flora. Najaribu kuwaza jinsi Ghost anavyonitafuta, rais anavyonitafuta, na Ryan alisafisha ikulu kwa kuwachinja wale mbwa anavyonitafuta. Sipati picha wewe mzee wangu ukikamatwa. Umefanya makosa kushirikiana na hawa wapuuzi. Hawana mbele wala nyuma. Usisahau pia Zuma anakutafuta kwa kumfanya kupoteza kila kitu chake, hadi mtoto aliyehisi ni wa kwake kumbe sio wa kwake. Sasa usijifariji hapa. Makamu wa rais naye alidakia kwa kuzungumza hayo kwa msisitizo. Binti, bado wewe ni mdogo sana. Sidhani kama inaweza kuwa ni haki yako kufa kwenye eneo kama hili. Ningependa kujua ni wapi alipo Cleopatra. Mzee Faya alizungumza kwa sauti ya upole na unyenyekevu. Monica akasema sijui. Yani sikiliza Faya, wala huyu ana shida. Yani usijisumbue. Kuna mtu anaweza kutupatia huyo Cleopatra bila hata sisi kuminyana naye. Makamu wa rais alizungumza na kisha akachukua simu aliyokuwa ameshika Flora na kisha akarekodi video ya sekunde 30 ikimuonyesha Monica jinsi alivyokuwa amejeruhiwa mgongo wake na mapajani mwake. Aliporidhika video hiyo kwamba ameichukua vizuri, akaituma kwa rais na kisha akampigia simu. Hello, my best friend. Mbwa mmoja wewe. Ninakwambia hivi, nitakuua nikikukamata, utakufa tu. Rais alizungumza kwa hasira na kufoka kweli kweli. Makamu wa rais akacheka. Tulia bwana wewe. Unahisi ya kwamba sijui ya kwamba utaniua? Kwa bahati nzuri au mbaya ni kwamba nilichelewa tu kukuangamiza, ila tambua nitakuua tu. Kwa hiyo wewe makamu, unahisi kwa haya mabaya uliyofanya bado una nafasi ya kugombania urais? Nisikilize ndugu yangu. Unatoa wapi ujasiri wa kuongea hayo yote ikiwa kimada wako yupo kwenye hali kama hii? Nashuhudia kitumbua kilivyokuwa kinakupagawisha hiki. Rais hapo kwanza alishusha pumzi nzito huku akiwa na hasira kweli kweli. Najua bado unampenda kuliko mke wako na una hamu ya kukikula tena hiki kitumbua eti. Sasa nifanye kitu kimoja. Na muhitaji Ryan au binti yake na Ryan, hao wawili, haswa Cleopatra. Ukinipatia huyo basi tambua mchepuko wako atakuwa yuko salama. Umenielewa?
Rais alikaa kimya pasipo kujibu kitu chochote. Ukimya nao pia ni jibu, hivyo una masaa 12. Hapo makamu wa rais alipomaliza kuzungumza hivyo akakata simu. Ese, hiyo simu kama ungeipiga kwa ghost kidogo ingekuwa na uzito, ila umepiga sehemu ambayo sio sahihi. Rais na familia yake ni sawa tu na Ryan alivyomtia mwanamke wako. Tena amemtia mwanamke wako juu ya kitanda chako, na sio mwanamke wako tu, akamtia na huyo mpuuzi mwanao. So Rais ananichukulia mimi simple tu, hana uchungu na mimi. Maneno ya Monica yalimfanya mzee Faya kumtazama makamu wa rais usoni mwake. Kumbe hawajakwambia kwamba huyo mnayemtafuta kwa ude na uvumba alishakula mwanamke wa huyu fala, akamla mpaka na binti yake. Wewe mzee unafanya kazi na watu usiowajua historia zao za nyuma. Basi hilo ni tatizo mzee. Monica aliyezungumza hayo, ghafla kijana wa IT aliingia kwa kusema, mkuu, kuna tatizo mkuu. Kijana wa IT aliingia ndani hapo huku akihema. Wakatoka ndani hapo na kumwacha Monica akiugulia maumivu makali huku akiwa na maninja hao. Mkuu, system yetu mkuu imeshambuliwa. Imeshambuliwa kivipi? Mzee Faya alizungumza huku akitazama TV kubwa zilizokuwa zimeunganishwa na CPU zikiwa zina maandishi yasiyoeleweka. Ili tatizo lilishawahi kutokea Ikulu. Waambie wazime kila kitu, data zenu zinaibiwa. Makamu wa rais alizungumza hivyo, ila kabla hawajafanya chochote kompyuta zote zikazima na kumfanya kijana wa IT kukaa chini bila kutarajia. Nini wewe? Mzee samani. Niue. Wameiba kila kitu. Siri zetu zote. Kijana huyo alizungumza huku akipiga magoti na kushika miguu ya mzee Faya ambaye amefumba macho kwa hasira, kwani kwenye maisha yake hajawahi kumsamehe mtu mzembe, hususan kwenye kutunza siri za chama chake hiko. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Naima. Hey, Ryan. Naima aliita kwa furaha na Ryan alifika katika eneo analofanyia kazi. Oya vipi? Otea. Nini mbona unaraa hivyo Naima? Wameingia kwenye mtego nilowatega na nimekomba kila kitu chao wanachokimiliki. We, haki ya Mungu, vile siri zao zote ninazo, mipango yao yote ninayo. Wapi wanapotokea? Akaunti za benki, yani kila kitu ninacho. Yaani nakwambiaje? Walichokuwa nacho chochote kile ambacho wamekihifadhi kwenye database nimekibeba. Hii hapa naweza nika control organization nzima ya travelers kupitia hapa tulipo. Wewe Naima, wewe genius wewe. Ngoja. Naima alizungumza huku akiminya kwa kasi batani za kompyuta yake. Unafanya nini? Naima akajibu kwa kuminya batani na picha ndogo ndogo za kamera zilizokuwa zimefungwa kwenye eneo la maficho la mzee Faya zilianza kuonyesha pale maeneo ya ndani, huku kamera moja ikimuonyesha mzee Faya akiwa ameinamiwa na kijana wake, huku makamu wa rais, Flora na vijana wake wengine ambao ni maninja wakiwa ndani ya chumba cha control room. Yes. Ryan alizungumza kwa furaha huku akiamini sasa ameshatambua ni wapi walipo maadui zao na ni kwa namna gani wanavyoweza kuingia ndani ya makazi yao hayo. Patamu hapo. Hey. Hivi unaonaje tukatume hizi CCTV record kwa rais ili usaidiane na jeshi katika kwenda kuvamia eneo hilo? Ya, wazo zuri Naima. Fanya hivyo, mimi natangulia, hakuna muda wa kupoteza, na ikiwezekana zitume pia kwa Rais Edi. Okay, sawa. Unavaa nguo za kininja wakati huu ikiwa unajua kabisa unasakwa. Huoni askari wataweza kukusumbua barabarani? Sikiliza, ngoja nizivae kwa ndani. Na kisha nikishafika eneo la msituni kule na maliza kuvaa mask. Hapo fresh. Ryan alijiandaa haraka akaondoka eneo hilo kwa pikipiki yake huku akimwacha Naima akiwa anatuma video hizo kwa Rais Edi. Hapakuwa na mtu kuweza kupotezea video hizo. Zikasambazwa kwa wanajeshi wa kambi ya karibu na eneo hilo, na operation ya uvamizi katika mlima walipokuwa wamejenga maninja hao. Uvamizi ulianza.
wakuu, kambi yetu imevamiwa na wanajeshi wengi. Tondoke. Kauli ya kijana wa mzee Faya ilimshtua sana mzee Faya. Alimtazama kijana wake anayeendelea kuomba msamaha huku akilia kwa uchungu sana. Okay, nifuateni. Mzee Faya alizungumza huku Flora na makamu wa rais wakimfuata kwa nyuma. Walikuwa wakitembea kwa mwendo wa haraka haraka, yaani kana kwamba walikuwa labda wanakimbizwa. Waliingia katika njia ya siri ambayo ipo katika chumba anacholala mzee Faya. Wakapanda treni ndogo inayokwenda kwa mwendo wa kasi na yenye uwezo wa kubeba watu 20. Mzee Faya aliondoka na vijana wake anaowaamini, na treni waliokuwa wameijengea barabara chini ya ardhi ilianza safari ya kutoroka na kwenda kutokea eneo ambalo barabara hiyo ndipo inapokwenda kuishia. Msikilizaji, Ryan yeye aliacha pikipiki yake mbali kidogo na eneo ambapo yanaendelea mashambulizi ya wanajeshi na maninja hao. Ryan alivaa maski yake, akasema, "Naima, unaniona?" "Ya, nakuona." "Wanajeshi wameshaingia ndani ya kambi ama?" "Hapana, bado. Nipe njia ninayoweza kupita bila hata ya kuweza kukumbana nao." "Dakika moja." Ryan alishusha pale pumzi huku akiwa ameshika upanga wake mkononi. "Okay. Pita kulia kwako, utaona kuna mawe mawili makubwa yamebanana. Fika mpaka hapo kwenye hilo jiwe, utaona jiwe moja linafunguka lenyewe. Yaani ukifika tu lenyewe linafunguka kwa sababu ndo lina mlango." "Okay, sawa Neema, nimekuelewa." Ryan alianza kukimbia, akafanikiwa kufika kwenye mawe hayo mawili na mlango kweli ukafunguka. Aliingia ndani. "Wanamchukua Monica, wahi haraka." Ryan alisikia sauti ya Naima vizuri kabisa na akamfanya zidishe kasi ya kukimbia. "Kunja kushoto." Naima alizidi kutoa maelezo hayo kwani alikuwa anamfuatilia Ryan kupitia CCTV kamera zilizokuwa zimefungwa kila eneo katika ngome hiyo. Ryan alianza kurusha silaha zilizokaa muundo wa nyota kuelekea kwa maninja wawili waliokuwa wamemshikilia Monica, na silaha hizo zikawakita vichwani mwao, wakaanguka chini na kufa hapo hapo. Hapakuwa na muda wa kuuliza zaidi ya kuanza kuwashambulia maninja aliyokuwa wamewakuta ndani hapo, huku akihakikisha ya kwamba hawamgusi Monica ambaye alikuwa amejibanza kwenye moja ya nguzo akishuhudia huo mtanange. Mungu wangu. Monica alihamaki, na hii ni mara baada ya kumshuhudia ninja mmoja akichoma pale kisu cha kidevu na kikatokea juu ya kichwa. Ryan akamchomoa kisu hiko na kusababisha damu nyingi mno kuruka. Ryan aliruka hewani kwa kasi ya ajabu mno, akautoa upanga wake akiwa yuko hewani, akashusha ule upanga shingoni mwa ninja huyo na kupelekea kichwa na kiwiliwili cha ninja huyo vitengane. Ryan akamwona mmoja wa maninja aliyekuwa anamnyatia Monica kwenye nguzo aliyokuwa amejibanza. Maumivu ya mwili wake Monica na kupoteza damu nyingi kulikuwa kunamfanya ishiwe nguvu, hata kupigana alikuwa hawezi. Ryan alichomoa kisu kingine cha ziada, akakirusha kwa ninja huyo, kikamkita shingoni mwake, kikatokea upande wa pili. Ninja akaenda chini, akafa pale pale. Kishindo cha ninja huyo kikamfanya Monica kutambua kwamba alikuwa ananyatiwa na ninja aliyetaka kumdhuru. Ryan aliendelea kutembeza kichapo kwa maninja hao wapatao kama vile 39. Aliwamaliza wote. Alimsogelea Monica sehemu alipokuwa amekaa, huku akiwa utupu kabisa. "Kazi nzuri bro." "Nashukuru." Sauti ya Ryan ilimfanya Monica kutambua kwamba aliyemsaidia ni Ryan. "Unajisikiaje?" "Sina nguvu Ryan." Ryan alimnyanyua Monica na akamweka begani mwake. "Naima, nipatie status nje." "Naona wanajeshi wanakwenda kuimaliza vita." "Okay, vizuri. Kazi nzuri. Mimi natoka na mtu wangu." Ryan alizungumza huku akitazama mazingira eneo hilo. "Wale washenzi hujawapata Ryan?" Monica aliuliza kwa sauti ya upole. "Hawapo humu ndani, watakuwa wameshatoroka." Ryan alichukua moja ya vazi la Kijapan, alimvalisha Monica na wakatoka ndani hapo. Alifika alipokuwa ameiacha pikipiki yake. "Unaweza kujishikilia?" "Ndio." Monica alijibu kwa sauti ya dhahofu bini hali. Ryan aliwasha pikipiki na wakaondoka hilo eneo. "Naima, nipe ramani ya hospitali ya karibu." "Ipo hospitali ya Kisarawe. Ni dakika 10 kutoka hapo mlipo." "Nitumie ramani ya kwenye simu."
Naima akatuma ramani ya eneo ilipokuwa hospitali ya Kisarawe. Ryan alizidi kuendesha pikipiki yake kwa kasi na ndani ya dakika 7 kweli alifanikiwa kufika katika hospitalini hapo, na kwa haraka Monica alipokelewa pale na madaktari, huku kila mtu akimshangaa Ryan namna alivyokuwa amevaa. Uvaaji wake wengi wanashuhudia kwenye filamu kama za Spider-Man, Batman na kadhalika. Monica aliingizwa pale kwenye chumba cha matibabu. Alianza kupatiwa pale huduma ya kwanza. Hazikupita dakika 10, gari za jeshi pamoja na wanausalama wa shirika la X zikafika eneo hilo la hospitalini na usalama ukaimarishwa hospitali nzima. Mikono juu, nyanyua mikono yako. Kauli hiyo ya wanausalama wa shirika la X zikamfanya Ryan kunyanyuka taratibu kwenye benchi alilokuwa amekalia. Alisimama na kuwatazama wanausalama wa shirika la X wakiwa na wanajeshi kadhaa waliokuwa wamemnyoshia mitutu ya bunduki. Ryan alinyosha mikono yake juu, huku wananchi waliokaa katika eneo hilo kila mmoja akitawanyika na kusimama mbali kabisa na eneo alipokuwa Ryan. Nimemwokoa bosi wenu. Sio wakati sahihi kwa mimi kuweza kujisalimisha kwenu. Ryan alizungumza kwa sauti nzito, huku akiwatazama wanajeshi hao na majasusi hao. Weka silaha yako chini. Ryan aliendelea kuamrishwa pale. Akashusha pumzi na ndipo akamwona mkuu wa wilaya akitembea kwa kasi akiwa ameongozana pale na wanajeshi wengine. Shusheni silaha zenu chini. Mkuu wa wilaya alizungumza na kweli wakati. Kwanza samani kwa mwingiliano kama huu. Nimepokea taarifa zako kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Kwa kweli tunakushukuru kwa mchango wako. Mkuu wa wilaya alizungumza huku akiwa amesimama mita kadhaa kutoka alipokuwa amesimama Ryan. Usijali mheshimiwa. Nilitamani sana kuiona sura yako. Uwezi kuiona sura yangu. Hapo daktari akatoka katika chumba kilichokuwa ameingizwa Monica. Samani, mgonjwa anakuhitaji. Daktari alizungumza huku akimtazama Ryan usoni mwake. Ryan akaingia ndani ya chumba anachopatiwa matibabu Monica. Alimwona Monica akiwa amelala kwa ubavu kitandani, huku jeraha katika paji lake likiwa limeshafungwa kitambaa, huku vidonda vya mgongoni vikiwa vimepakwa pale dawa, huku mkono wake kushoto ukiwa umefungwa mrija wa kuweza kuingiza damu, huku drip ya damu ikidondosha pale matone ya damu kwa kasi kiasi. Naomba mtupishe, Monica alizungumza. Manesi wawili na madaktari wawili walitoka ndani hiko chumba. Ryan alifunga pale huo mlango kwa ndani, akavua pale maski yake na kumfanya Monica kuanza kububujikwa na machozi. Kwa yote nilokufanyia Ryan, kwa nini umeniokoa? Monica maskini ya Mungu alizungumza kwa sauti ya uchungu na yenye sauti yenye majuto. Kwa sasa sio wakati wa kuzungumzia hayo. Naamini ulifanya ulioyafanya kwa mazingira niliyoweza kukutengenezea mimi mwenyewe. Walimzungumzia Cleopatra pamoja na Zuma. Inaonyesha ni kwamba wanajua mtoto wetu alipo na inavyoelekea watamuinda na kumkamata na kuomba umlinde mwanangu. Ni mtoto wetu, sio mwanao kwako peke yako. Ni mtoto wetu sote wawili. Endapo atavuka mipaka na kumgusa mwanangu, sitowaza kufa. Haraka sana nitawaua, tofauti na wanavyotarajia. Nafurahi kusikia hivyo mpenzi. Na kuomba utapowakamata uwaue. Usijali Monica. Vijana wako wako nje na ulinzi umeimarishwa. Hivyo naamini ya kwamba upo sehemu salama. Ndio. Asante Ryan. Usijali. Ryan alivaa pale maski yake usoni, alipiga hatua mpaka mlangoni na kisha akasimama. Monica. Ndio. Hii vita huiwezi. Kaa mbali sana na hii vita kwa sababu ni vita ya kuzimu. Endapo utajaribu kuweza kuingilia, utapata madhara makubwa kuliko hayo uliweza kuyapata sasa hivi. Nadhani umenielewa.
ila Ryan, mimi ni mkurugenzi wa usalama, hivyo naweza kupambana kwenye hii vita. Acha kujifariji kipumbavu wewe. Umepoteza vijana wangapi ndani ya saa 24? Ona ulichokufanya. Uwezo wako ni mdogo sana. Achana na hii vita. Ryan alizungumza kwa msisitizo huku akimtazama Monica usoni mwake. Alifungua pale mlango na kisha akatoka ndani hapo na kumfanya mkuu wa wilaya pamoja na wana usalama wachache kuweza kuingia ndani ya chumba hicho kuhakikisha kwamba Monica yu hai. Hai Black Ninja. Sauti ya mtoto mdogo wa kike ilimfanya Ryan kusimama kwenye eneo analopita lenye wanamama wengi wakiwa wana watoto wao. Alimgeukia mtoto huyo wa kike na kisha akamsogelea, akasimama mbele yake. Mambo? Poa, shikao. Marahaba mtoto mzuri. Ryan alitoa kisu kidogo cha kukunjua na kisha akamkabidhi mtoto huyo wa miaka 5. Asante. Uwe mtoto mzuri. Asante. Ryan alisimama huku watu wakimshangaa, huku wenye simu zao wakimrekodi kwa video na wengine wakimpiga picha kwa simu zao. Ryan alipanda pikipiki na kuondoka eneo hilo kwa mwendo wa kasi mno. Hi Black Ninja. Naima alizungumza kwa furaha huku akimkumbatia Ryan, na hii ni mara baada ya kushuka kwenye pikipiki. Vipi wewe? Huwezi amini, kitendo cha kuonekana hospitali kimekufanya uwe ni top story kwenye vyombo vya habari. Sijakuelewa unamaanisha nini? Njoo uone. Wakaingia ndani na Naima akaweka pale taarifa anayoitazama kupitia mtandao wa YouTube. Huyu shujaa mpya ambaye ni Black Ninja ni nani? Naamini Watanzania wengi wanapenda kumfahamu kwa kazi aliyoifanya, kusambaratisha genge la uhalifu la maninja. Kusema wale kweli anastahili pongezi. Ndio, mwandishi wa habari alikuwa anazungumza hivyo. Ryan. Na wengine pia nimesoma kwenye komenti zao kwenye mitandao ya kijamii. Wanataka ujengee sanamu pale post. Hebu niachie, ondoke na upuzi wao. Nahitaji kwenda kuoga. Ryan aliingia bafuni na kuanza pale kuoga taratibu, huku moyo wake kidogo sasa ukiwa na amani ya kumwokoa Monica. Ila swali kubwa analojiuliza ni wapi alipokimbilia mzee Faya na makamu wa rais pamoja na Flora? Ndio watu wanaowahitaji. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumshuhudia Nadia. Boss, naona sasa wanamuita shujaa wa nchi. Rose alizungumza huku akimtazama Nadia usoni mwake, ambao mambo yao sasa yote yaliyotokea wanayefahamu, ila hawakutaka tu kuweza kuingia kwenye vita isiyowahusu. Nadia kaitazama taarifa hiyo, ilikuwa inaendelea kumpa pongezi nyingi mno kijana Brian, ama unaweza kumuita Ryan. Rose, unahisi tunaweza kumshawishi na kaungana na sisi huyu mtu? Nadia aliuliza huku akipunguza sauti ya TV. Rose kwanza kaguna. Kwa jinsi nilivyomuona huyu mkaka, so mtu kupokea amri kutoka kwa mtu. Wewe jiulize. Alijishusha pale hospitali, ukampiga, ukamfanya kila ulichotaka kwa wakati ule, ila kaka watu hakurudisha hata kofi. Ona sasa uwezo wake ulivyokuwa mkali. Alafu nguo aloivaa haijatengenezwa kwa kitambaa cha kawaida ujue. Inaonesha na channel kubwa nyuma yake, na ndio maana hata hii nguo naamini ni zile zenye ubora kuto kuingiza risasi. Ona sasa jinsi alivyokuwa akiwaua hawa maninja. Nadia alizungumza huku akitazama video nyingine aliyokuwa ametumiwa na vijana wake waliokuwa wameidukua ikulu, ikimwonyesha namna Ryan alivyokuwa anapambana na maninja. Ila haya mapigano, unajua sio mageni kwangu. Unamaanisha nini mkuu? Hapana. Huyu ni Ryan. Unataka kusema kwamba yule mwanaume uliyetembea naye ni Ryan? Ndiyo, japo ile siku tulivyovamia kulikuwa kuna giza, ila niliweza kushuhudia jinsi alivyokuwa akiwachinja vijana wangu. Nadia alizungumza
huku machozi yakimlengalenga kwa uchungu, kwani tukio baya kuwahi kumtokea kwenye maisha yake ni siku alipoongozana na vijana wake kwenda kumvamia mzee Max kule Ujerumani na ajikuta akipoteza vijana wake wote na alijikuta akizinduka akiwa yuko makaburini. Sasa kama ni Ryan, ina maana kwamba ile sura aliyoivaa ni sura bandia? Ndiyo, ni sura bandia, Nadia alizungumza kwa msisitizo. Kama huyo ndo Ryan, hebu ngoja kwanza nizungumze na mama. Nadia alimpigia video call mama yake na simu ilipokelewa, wakasalimiana. Hayo yanayoendelea nchini Tanzania, mbona yanatisha mwanangu? Hebu fanya uondoke huko Tanzania. Hapana mama, siwezi kuondoka mpaka nimuue adui yangu niliyekuwa ninamtafuta siku zote. Nani wewe unataka kumuua? Mama, nimegundua Ryan ndo huyu Brian ambaye alipambana na maninja, na ndo huyu ambaye kwa sasa watu wanamuona ndo shujaa. We, usiniambie. Haki ya Mungu mama, hicho nilichokigundua mama. Mimi nakuapia, haki ya Mungu mama, siwezi kuondoka nchini Tanzania, yani mpaka nimuue huyu mshenzi. Kumbe alirudi maishani mwangu kunichora tu. Haki ya Mungu mama, ninamuua mama, nitamuua mama, mimi nakwambia huyu Rani lazima nimuue. Nadia alizungumza kwa hasira, huku akipiga meza na kumfanya mama yake na Rozi wabaki wakiwa na mshangao, kwani mtu anayemzungumzia hapo hata robo ya uwezo wake hamfiki. Sasa atamuaje mtu anayeweza kupambana na maninja zaidi ya 50 na anawaua? Itakuwaje yeye na vijana wake wachache? Si atatandikwa mpaka atajikojolea. Mwanamama Katha kwanza akatabasamu, huku akimtazama binti yake Nadia usoni mwake. Sasa mama, mbona unatabasamu wakati nimekuambia mimi na hasira na huyu Ryan? Mwanangu, najaribu kuyafikiria maneno yako uliyosema. Najaribu kuyafikiria maneno yako ulionieleza juzi. Mama, kama ingekuwa ni kufa, ningekufa, sijui vikipanda vimeshuka. Si ndio ulikuwa unaniambia? Nilimpiga huyu mtu, kumbe ni mtu hatari mama, sijui ni nini, mwe ukaongea mengi. Nisikilize mwanangu Nadia. Sijawaza kuzika sasa hivi, mimi kuzika mtoto wangu, sijui unaelewa. Hebu niache kwanza niwe hai mpaka pale Mungu atakaponichukua, na kisha nyinyi ndo mjipange sasa kupanga visasi vyenu. Ila sasa hivi niko hai, sitaki kabisa kushuhudia maiti yako. Subiri nikifa ndo hayo mambo mengine yaendelee. Mwanangu, mimi wewe nilishakutahadharisha ya kwamba mtu ambaye niliwahi kumshuhudia akiwa na uwezo kama wa Ryan ni babako Edi. Na najua unajua kabisa kwamba Ryan anafanya kazi na Edi. Sasa sijajua mwanangu wewe unachotaka kukifanya, sijui umefikiria kweli au unataka ufe mimi nikikushuhudia. Hapo Nadia alikaa kimya. Nisikilize mwanangu. Haya yote yanayoendelea nchini Tanzania, tumekaa kimya, sio kwamba hatujajutia, sio kwamba hatuyajui, sio kwamba hatuyaoni. Hatujatia hata mkono wetu tukiwa tuna maana. Hebu hilo wazo lako hilo tafadhali liweke moyoni na Mungu akupiganie. Sitaki kukupoteza binti yangu. Mama, mbona kama maneno yako yananikatisha tamaa? Ikiwa najua fika kabisa. Wewe. Sikukatishi tamaa mwanangu. Na kueleza kitu chenye uhalisia. Ryan yule sio mtu wa kawaida. Sio mtu wa kupambana naye kiurahisi. Yule ametengenezwa kuwa silaha ya mauaji. Yule alipo pale na mizimu, yule pale alipo na majini, yule alipo pale na mauchawi, yule pale alipo pale na mashetani, yule pale alipo pale sijui ni robot, sijui limtambo gani pale lilipo. Wewe unataka kwenda kupambana nalo. Hebu nisikilize. Unatakiwa ukutane na Ghost ambaye ndo babake na Ryan. Muingie mikataba ya kufanya nao kazi kwa pamoja.
Alafu hapo ndo unatakiwa uniambie baba yake amekwambia nini. Hivi wewe unahisi mimi nimekaa kimya simfuatilie huyo Ryan? Nimesambaza video zake kwa wauaji wa kujitegemea, wauaji ambao ni hatari duniani. Na kila muuaji nimemwaahidi kumpa madola ya mamilioni ya mahela ili waweze kumuua Ryan. Unajua nini walichonijibu wao wauaji? Hapana mama. Kila muuaji ninayempa oda ya kwenda kumuua Ryan kwenye hiyo kazi. Hakuna majadiliano yoyote. Wala hawakutaka kabisa ushawishi wangu. Walikataa kazi hiyo. Kwa hiyo wewe mwanangu, mimi nakueleza tu, sio kwamba labda nimekurupuka, sio kwamba nakukatisha tamaa. Ninachokueleza ni kitu ambacho nimekifanyia upelelezi. Na hapo ndipo nilipofikia mwanangu. Hebu masuala ya kulipiza kisasi kwa Ryan achana nayo. Nenda kakutane na babake Ryan, mkae chini mzungumze namna gani mtaweza kufanya kazi. Sawa mama, nimekuelewa. Niahidi ya kwamba hutofanya jambo lolote la kipuuzi juu ya Ryan. Mama, nisiwe muongo. Siwezi kukuahidi kwenye hilo, kwa maana kwamba mimi nalipa kisasi kwa ajili ya ndugu zangu waliowaua. Nadia alikata simu kwa hasira na kisha kaiweka pembeni. Mimi nitamuua tu. Hata iweje, lazima nitamuua. Kama ni mzimu, basi mimi ndo kuzimu yenyewe. Nadia alizungumza kwa msisitizo huku akiwa amekunja ngumi mkono wake wa kulia na kumfanya Rose amtazame huku akiwa ameshusha pumzi tu, kwani anajua kabisa vita nayo itangaza bosi wake ni sawa na sisimizi kugeuka kuwa tembo. Black Ninja. Anajiita Black Ninja. Ghosti alizungumza huku akicheka kwa dharau. Mzee Max akasema, kinachokuchekesha wewe hapo nini? Mzee Max alizungumza huku akitazama taarifa ya sifa anazomwagiwa Ryan kwenye vyombo vya habari. Wanampa sifa za kipuzi tu. Hapo ndipo mimi na wewe tunapopishana Ghost. Kijana sasa hivi anagonga vichwa vya habari. Jina lake linakuwa, japo hajulikani, ila ndo hivyo. Anazidi kuwa mkubwa na kumwagiwa sifa. Inabidi ukubaliane na hata kidogo tu ambacho Ryan anakifanya. Kwa nini wewe unakuwa mtu wa kumpinga Ryan ndugu yangu? Mzee Max alizungumza kwa msisitizo na kumfanya Ghost kwanza shushe pumzi taratibu. Nilikuwa natania bwana ndugu yangu. Alafu unajua, unaonaje kwenye kampeni nikajipa jina la utani Black Ninja? Kisha tukatoa nguo nyingi sana kama hizi anazozivaa Ryan. Naamini tutapendwa sana na watu na tutaendana na upepo wake. Hayo ndio mambo ya kuyafikiria sasa. Hilo wazo ni zuri sana. Tulifanyie kazi na ikiwezekana haraka iwezekanavyo. Na viwanda vyetu vya nguo vilivyopo China vitekeleze hilo haraka sana. Mzee Max alizungumza kwa msisitizo, akakubaliana juu ya wazo la Ghost kujivika jina la Black Ninja. Wazee hovyo kabisa. Wanataka kutembelea jina la Ryan la Black Ninja ili wapate sifa, waonekane wao ndo wamefanya hizo kazi, wapate kura nyingi. Shenzi kabisa. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumuona Mzee Faya akiwa na watu wake. Wakafika mpaka Mtende Beach Unguja Zanzibar, na treni iliyokuwa inapita katika njia iliyo chini ya ardhi. Walishuka katika ndani ya treni hiyo, wakatembea kwa mwendo wa kasi mno, wakaanza kupanda ngazi ndefu kuelekea juu, huku zikiwa zimezungukwa na bomba kubwa za kioo zinazoonyesha namna maji ya bahari yaliyopo eneo hilo. Ina maana tuko chini ya bahari? Makamu wa rais aliuliza huku akitazama mandhari mazuri ya eneo hilo la ndani ya bahari. Hilo ndo jibu. Hii tumeiweka ni njia maalum ya kutorokea endapo chochote kitatokea. Hizi ngazi zitatuingiza hadi ndani ya meli kubwa ya kitalii iliyoko juu yetu. Mzee Faya alizungumza huku akiendelea kupanda ngazi hizo. Aise, kweli teknolojia ni kubwa mno ndani ya Tanzania. Teknolojia. Alizungumza hivyo makamu wa rais. Wakatokea ndani ya meli kubwa ya kifahari iliyo umbali kiasi kutoka katika fukwe za bichi ya Mtende.
Inabidi tuhakikishe tunaingia katika fukwe ya Somalia haraka iwezekanavyo. Naamini kuna patrol inafanyika ukanda huu wa Tanzania. Mzee Faya aliwaambia manahodha wa meli hiyo. Meli ni kubwa kweli kweli. Manahodha wakasema sawa mheshimiwa. Kweli safari ya kutoroka nchini Tanzania ikaendelea na walifanikiwa kuweza kuingia katika ukanda wa nchi ya Somalia bila kukumbana na kizuizi chochote, na moja kwa moja wakaelekea katika ngome ndogo ya Mzee Faya iliyopo Mogadishu nchini Somalia. Naam, kwa upande wa pili, kutokana na udogo wa hospitali ya wilaya Kisarawe, Monica akapakiwa kwenye helikopta maalum ya jeshi na moja kwa moja akaelekea jijini Dodoma. Alifikishwa katika hospitali ya mkoa Dodoma na matibabu yakaendelea. Mlinzi wa rais aliingia ndani ya chumba cha Monica alipojidhihirisha juu ya usalama, na ndipo mheshimiwa rais akaingia. Naomba mtupishe kidogo. Rais alizungumza na mlinzi huyo akatoka. Wakakumbatiana pale kwa nguvu na Monica huku akiwa katika hisia nzito za mapenzi. Pole sana mpenzi wangu. Nilihisi ya kwamba nimekupoteza. Nashukuru sana mpenzi. Ni majeraha ambayo hayana madhara. Kuna maninja kadhaa wamekamatwa na wanaendelea kuhojiwa. Hivyo hata wakiwa wametoroka, basi hawatofika mbali. Ni lazima tutawakamata. Sawa, nimekuelewa. Kama unavyotambua, katiba yetu inaruhusu mgombea urais ni lazima awe amefikisha miaka 35. Unaonaje nikapendekeza jina lako katika chama changu kwa sababu mimi ndo mwenyekiti? Ukagombea urais? No. Hapana mpenzi, hapana. Kwa nini Monica? Kwa nini unasema hapana mpenzi, ikiwa una miaka 36 sasa hivi? Una uwezo wa kuwa rais wa nchi. Unajua kuna vitu vingi mimi nitakufundisha ili uiongoze nchi. Na hao washenzi wote unakwenda kuwafyekelea mbali. Monica alishusha pumzi taratibu huku akimtazama rais aliyekaa pembeni yake. Mpenzi wangu, kwenye maisha yangu sije kuwaza kama ipo siku nitakuja kuwa mwanasiasa, na swala la kuongoza nchi kwangu ni mzigo mkubwa mno. Najua imekuwa ni jambo la kushangaza sana, ila hebu litafakari kwanza hili na kisha unipatie jibu. Sawa mpenzi wangu. Hivi nimepoteza watu wangapi? Rais alikaa kimya huku akimtazama Monica usoni mwake. Umepoteza watu wengi, karibia 100. Monica alifumba macho yake na machozi yalianza kumbubujika kwa uchungu. Kwa wale ambao ni Waislamu, wengi wao walishapelekwa makwao na kuzikwa, huku wale ambao pia ni Wakristo, basi familia zinapanga utaratibu wa namna ya kuwazika, ila mazishi yote yanasimamiwa na serikali. Lazima nitamua. Monica alizungumza kwa jazba huku sura ya makamu wa rais ikimjia kilini mwake na kumfanya zidi kujiapiza siku endapo atakutana naye. Hakuna cha kwenda mahakamani, ni kummaliza. Naam. Upande wa pili tunakumbushwa bwana Zuma yupo. Bwana Zuma anaonekana hapa akiitwa bosi, kuna simu yako. Zuma alitazama simu hiyo aliyokuwa nakabidhiwa, alipokea na kuiweka sikioni mwake. Yes, hello. Zuma alizungumza kwa sauti nzito. Na kuhitaji Somalia ndani ya saa 24. Sawa mkuu. Simu ikakatwa na kumfanya Zuma kushusha pumzi huku akimtazama Chris ambaye ni mwanasheria wake wa kudumu wa muda mrefu. Sikiliza Chris, andaa private jet tunakwenda Somalia. Hakuna shaka mkuu. Chris alipiga simu kwa marubani wa ndege binafsi ya Zuma, muuza madawa ya kulevya, mtakatishaji pesa, mtu anayefanya biashara ya kuuza watu, biashara za uuaji. Yaani kiufupi biashara hizi zinamfanya Zuma kuzidi kuwa tajiri mkubwa hadi kupita utajiri aliyowahi kuumiliki muuzaji nguli wa madawa ya kulevya duniani bwana Pablo Escobar. Baada ya nusu saa akapanda ndege na vijana wake wanaomlinda popote anapoelekea. Baada ya safari ya masaa 9 ndege hiyo ilitua katika kiwanja kilichopo ndani ya ngome ya Mzee Faya anayoimiliki,
akapelekwa na ninja mkuu anayemlinda Mzee Faya. Nashukuru sana kwa kufika kwako. Asante sana mkuu. Imekuwa ni simu ya ghafla, hivyo sikuwa na namna zaidi ya kuhakikisha ya kwamba ninafika kwa wakati. Ndio. Karibu keti. Zuma alikaa kwenye moja ya sofa huku akimtazama Mzee Faya. Naamini umesikia kilichotokea Tanzania. Taarifa ya kilichotokea nimeiona. Nilipokuwa niko ndani ya ndege, kijana wangu amenieleza. Kwanza pole sana kwa kupoteza ngome ya Tanzania. Nashukuru, ila vita bado inaendelea. Na ndio maana sikuhitaji kwenda kujificha mbali sana na Tanzania. Sawa. Sasa Zuma. Ndio mkuu. Karata ambayo nilikuwa ninaitegemea kunipatia ushindi imeanguka, na nimeambiwa historia yako na huyu binti. Mzee Faya alizungumza kwa kimkabidhi Zuma picha ya Monica. Zuma alitazama picha ya Monica huku mwili mzima ulianza kumsisimka. Nimeelezwa ulijaribu kumtumia muuaji ili kufanikiwa kumuua, si ndio? Ndio. Nilimtuma binti mmoja hivi anaitwa Black Widow, na niliamini kwamba atanipatia kile nilichokuwa ninakihitaji, ila kwa bahati mbaya hakufanikiwa mkuu. Je, una mpango wowote? Mpango wa kumuua huyu malaya nilishausitisha. Kwa nini? Kwa sababu nilihitaji kujikita sana kwenye biashara zangu na kukuza uchumi wangu pia. Kama unavyotambua mkuu, mali zangu zote zilizokuwa nchini Tanzania zilitaifishwa chini ya serikali ya hawa wapuzi. Jambo ambalo kusema ukweli linaniumiza kupita maelezo, na limenifanya nizidi kujenga kisasi na wale wote waliohusika, kuanzia rais, makamu wa rais, yani wote uongozi mzima. Hapo Mzee Faya kwanza alishusha pumzi taratibu. Alitoa picha ya Ryan akiwa amevalia pale mavazi ya shirika la X. Alitazama picha hiyo kwa sekunde kadhaa na kisha alimkabidhi tena Zuma. Zuma macho ilimtoka huku mkono wa kulia uliokuwa umeshika picha hiyo kitetemeka kwa hisia kweli kweli. Kuna kufungiwa mali. Inaweza isiume sana kama kupokonywa mtoto ambaye mimba yake ulipenda sana siku ya kuzaliwa kwake, ulifurahia kama baba. Mzee Faya alizungumza huku akiendelea kumtazama Zuma usoni mwake. Mwisho wa siku unakuja kugundua sio binti yako, na huyo ndo aliyekuwa anamla mke wako. Ulijipangaje kwake? Nimepanga kumuua na nitamuua, na hiyo ndio ahadi ambayo niliiweka moyoni mwangu. Vizuri sana. Sasa wakati wa kumuua ni sasa, kwani huyu mtu ndiye ambaye amekuwa chanzo cha kuharibika kwa mipango yetu yote. Zuma aliendelea kuitazama picha ya Ryan kwa mara kadhaa. Nitahitaji jeshi lako Zuma. Nahitaji kuichafua Tanzania vibaya mno, na nihakikishe ya kwamba wanapigana wao kwa wao, vyama kwa vyama, vizalishe chuki na nchi isitawalike kabisa, na sisi tutaweza kunufaika kwa maslahi yetu binafsi. Sawa mkuu, nimekuelewa. Ila linapokuja swala la kulipiza kisasi kwa hawa wapuuzi, niacheni mimi mwenyewe. Zuma, usijali, hilo limepita. Unahitaji vijana wangapi? Kuanzia 1000. Zuma alikaa kimya kama mtu anayetafakari jambo, na kisha kamtazama Mzee Faya. Vijana hao wanapatikana wote Afrika Mashariki, hivyo watasubiria tu maelekezo yako. Sawa Zuma, hakuna tatizo. Waandae kisha nitakuambia nini cha kufanya. Zuma alimtazama makamu wa rais aliyekuwa anaingia eneo hilo. Mkuu, huyu anafanya nini hapa? Zuma alizungumza kwa kisimama kwa hasira, na ndipo Mzee Faya akamwambia, Zuma tulia. Huyu sasa ni mmoja wetu. Mkuu, hawa ndio walionifilisi hawa. Zuma, nimekuambia tulia. Mzee Faya alizungumza kwa ukali na kumfanya Zuma kukaa chini, huku akimtazama makamu wa rais kwa macho makali mno na yenye hasira. Kaa chini nimesema. Mzee Faya alimwamrisha makamu wa rais pia ilibidi akae chini, huku akimtazama Zuma kwa wasiwasi. Natambua nyinyi nyote hampatani. Zuma hupatani na serikali
iliyoundwa na ujamaa, ila kwa sasa inabidi mfanye kazi kwa pamoja, kwa sababu sote lengo letu ni moja, na endapo tutakuwa na lengo moja ni lazima tuhakikishe tunapatana. Nadhani unanielewa Zuma. Ndio mkuu, Zuma alijibu kishingo upande, huku akimtazama makamu wa rais, kwani ni kati ya watu waliohusika katika kumwangusha kiuchumi alipokuwa nchini Tanzania na wakamsweka gerezani. Msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Naima akizungumza huku akimtazama Ryan usoni mwake, akamwambia, hivi Ryan, unatambua kama Monica amesafirishwa mpaka Dodoma? Okay. Mbona kama unaonekana huko sawa Ryan? Kwa nini? Unaonekana tu huko sawa. Kuna mambo nawaza Naima. Mambo gani? Nawaza taifa langu limejipangaje pale hawa maadui watakapoweza kurudi nchini kulipa kisasi. Sisi kama taifa tumejipangaje, kwa maana ya kwamba nina hisia mbaya na huko tunapokwenda. Alafu uchaguzi umebakisha miezi michache sana. Tunahitaji rais mwenye nguvu na mwenye uwezo wa kuweza kulinda nchi kuliko kitu chochote. Unahisi kuna huyo rais tutampata? Tutampatia wapi ikiwa watu wenyewe ni kama Ghost ameungana na Scorpion, Judy ambaye atafanya kazi chini ya Eddie? Wewe unahisi nani anayeweza kufiti kuwa rais? Ryan alisimama na kutazama ubao mkubwa wenye picha nyingi alizokuwa amezibandika Naima. Akatoa kisu mfukoni na kuikita picha yake kwa nguvu na kumfanya Naima kudua, kwani wazo la Ryan kuwa rais hakuwahi kabisa kufikiria siku hata moja. He? Ryan, yaani unamaanisha wewe unataka kuwa rais au? Naima aliuliza kwa msisitizo. Bwana, bwana, mambo yanazidi kuwa ni matamu. Zuma amekutana na makamu wa rais, amekutana na mzee Faya, na wanataka wafanye kazi kwa pamoja. Je, wataweza? Lakini Monica amependekezwa na mheshimiwa rais kugombania urais. Je, ataweza? Lakini pia Radi naye anawaza kugombania urais. Je, ataweza? Bwana, usikose mtu wangu katika sehemu ya 14. Bwana, hiki kigongo kitamu kweli kweli. ICU Kill Me Chapter 5. Mimi naitwa Anko J. Tukutane kwenye sehemu ya 14. Bye bye kwa sasa.